alaikum kaka. Salam, hali ndugu? Na alhamdulillah, nashukuru Mungu. Habari za huko? Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Huku ni salama kabisa. Na tumepata muda mwingine biidhnillah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi ni siku nyingine tena. Naam kaka. Naam, bana, Dar es Salaam huku mambo yamekuwa moto kweli kweli kuelekea dabi ya tarehe 25, licha bado wekundu wa Msimbazi Simba kuendelea kwa kimya. Bodi ya ligi tayari wametangaza uamuzi ama mahakimu kwenye mchezo huo husika. Hasa ambacho kimezua mjadala mkubwa kwa wadau wa mpira ni namna ambavyo taarifa hii imetoka ikionyesha wazi kwamba waamuzi watakuwa si wa Tanzania ambao watakwenda kusimamia sheria 17 kwenye mchezo huo wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara. Hii mmepokeaje wana Simba? Na lilikuwa ni kilio chenu kikubwa sana kuona kwamba mchezo unachezeshwa na waamuzi kutoka nje. Mtapeleka timu tarehe 25? Nadhani mimi watu wakirudia katika kipindi changu kilichopita, kwanza mimi nikwambie my brother, mpira mimi ni medani yangu kabisa. Yaani ni sehemu ambayo kama maisha yangu. Ndio. Kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, kuna wakati nilikuwa natoa maoni juu ya dabi na mwisho nikawa nakwambia sisi tunatakiwa tuweke sharti ili tukacheze dabi. Na kama unakumbuka sharti ilikuwa ni waamuzi wasiwe wa ndani. Ndio. Yaani yale alisimama kuwa ni maoni yangu mimi binafsi. Yaani sikutaka kuchukua kutoka kwa nani amesema nini, yalikuwa ni maoni yangu binafsi. Kuonyesha namna gani ya athari ya waamuzi wa ndani, namna wanatofautigharimu katika baadhi ya mechi. Kwa mfano nitakwambia mechi ya ukiacha hii ambayo tulijifunga juzi kupitia Kijili. Ndio. Mechi iliyopita nadhani ilikuwa kama sio ya ngao, ilikuwa ni mechi ya ligi ya kumalizia. Ilikuwa ni 2-1. 1-0. Acha hiyo. Mechi zote mechi ya ngao ilikuwa 1-0, mechi ya ligi 1-0. Mechi ya ligi ilikuwa 2-1 nadhani, mechi ya mwisho kama sikosei. Mechi ya mwisho ya ligi ilikuwa ni 1-0 ambayo alijifunga Kevin Kijiri, lakini acha hii ambayo tumemaliza hii ligi hapa kwa maana ya ligi hii. Ya msimu uliopita. Mechi ya mwisho ya msimu uliopita ilikuwa 2-1 sahihi. Stefan Aziz Ki goli la pili alitufunga kwa mkwaju wa penalty. Ikaonekana Yanga iko bora, iko on fire, inaweza kupata matokeo yoyote kwa Simba, lakini ukiangalia mtindo wa mechi, mkwaju wa penalty ambao tulifungwa nao sisi chini ya Stefan Aziz Ki, kama kweli waamuzi waliona ile ni penalty, waliachaje kutoa za msimu huu za Kid Dennis? Umenielewa? Ndio. Maana yake ingechezwa mechi hii katika uhalali, isingesemwa eti Simba si kafungwa mara ngapi, si kafanyeje. Maana yake msimu huu mpaka saa hizi Simba angekuwa akiuongoza msimu, kwa maana mechi ya Simba na Yanga angekuwa ameshinda mechi. Kwa maana kuna muda si quality inakwenda kuamua, hapana. Kuna muda ni tatizo na ubovu wa waamuzi wetu, hawako barabara katika kufanya maamuzi. Maana yake inawezekana mechi hii ikawa ni mechi ya Simba, lakini isipate matokeo kwa sababu Simba walitengeneza matukio ya kutafuta magoli. Kwa mfano, ndio, kuna wakati unaweza ukacheza na adui mkalazimisha mpate faulu nyingi kwa sababu mnao wapigaji wa faulu. Sidney Janchazi yao anaweza kupiga faulu vizuri. Umeelewa? Ipo Dennis Prosper, ukimpa nafasi anapiga faulu vizuri. Yuko Kibisawala ukimpa. Kwa kuna muda inatakiwa mpewe faulu ambazo ni halali kupewa. Otherwise mnaweza kutengeneza kutoka kwa katika mpira wa kutenga kwenda kufanya kuwa goli, na huo ndio mpira. Kwa hiyo tuliposema tunataka waamuzi wa nje, kwanza ni kutokuwa na imani na hawa waamuzi ambao tunao. Hatuna shida, wanatuchezesha. Kuna muda tunakubali, lakini kwenye kutafsiri mipira kiukweli wana utata mkubwa sana, hususan hizi mechi kubwa. Na wana kawaida kuhofia baadhi ya timu. Kwa mimi niliona jicho la waamuzi nilitazama katika nukta hiyo. Katika muktadha huo kwamba waamuzi huwa wanatunyima sisi baadhi ya matokeo kwa sababu ya kuhofu kwamba mimi nitakaa wapi, ni Yanga sura yangu nitaiweka wapi nikikosa matokeo. Sijui umenielewa? Yaani itakuwaje kwa sababu wa jamani watu wanaongwa. Na nimetazama mkeka wa waamuzi, match commissioner anaona ndio Mtanzania. Lakini waamuzi 4 watatu watakuwa wa Misri, mmoja nadhani ni Somalia. Ndio. Kwa hiyo kwa mkeka huu
maana yake tunakwenda kucheza dabi yenye furaha. Kama viongozi wataamua kucheza, sitaki niwasemee, lakini msimamo wangu mimi, tukacheze dabi tukawe mabingwa na watanikumbuka watu. Wakati pengine nazungumzia marefarii, kuna mtu alikuwa anielewi, si umenielewa brother? Ndio. Issue ya kwamba marefa wawe wageni nimeizungumza kwenye kituo chako na vituo vingine, kwamba sisi tuweke masharti yetu ni hayo. Kwamba marefa tunataka watoke nje. Umenielewa vizuri? No. Na maana yake tungekubali pia huyu Kidau na kusudia Kidau. Tungekubali Kidau kujiuzuru, maana yake tusingepata haki hawa marefa kutoka nje. Mimi muono wangu kwamba hawa jamaa walishurutisha mpaka hao watu wajiuzuru ili waje kina Rajiga, ili waje kina Elisasi na watu wengine. Elisasi ambaye juzi walimsakama mpaka akafungiwa. Umenielewa sijui? Kwa hiyo nukta huwa wanapata favor sana, kwa sababu my brother, ukitazama baadhi ya wachezaji wao kuanzia kiungo mkabaji, ukija mabeki wao, kwa mfano Baka ni beki mzuri, anacheza rafu nyingi za hatari za kupata hata red card katika uwanja, sio mstaarabu katika mpira. Si umenielewa vizuri? Sawa. Yaani ukiwatazama katika baadhi ya sekta nyingi, maamuzi huwa yanawabeba kwa kuwa wanaogopewa, kwa kuwa si wanao watu ambao wanaweza kuwatamkia. Kuna watu wanaweza kuweka biti. Umeelewa? Wana watu mpaka sasa ina rinki kuwa wana viongozi wanashurutisha kuwa Karia ajiuzuru. Pamoja watu wanaichambua katika nukta ya kisiasa, wanachambua katika nukta ya romance tu fulani, wengine wanachambua katika nukta ya masuala ya kiuchaguzi, kutafuta kiki. Lakini mimi nikwambie, msemaji wa haya maneno ndio kama ndiye yeye niliyemsoma, ni Miki Jr nadhani. Katika taarifa yake aliweka hii taarifa. Mimi hajawahi kunidanganya Miki Jr. Katika watu hawajawahi kunidanganya. Kwa hiyo unaenda kuona baadhi ya hila za hawa mabwana ambazo si tutazizungumza kila wakati, mara kwa mara. Umenielewa vizuri Ndio. Sasa tunaanza kushukuru, pengine wanaanza kuona, na sisi tutawaambia pia bodi ya ligi, sio kwa dabi hii tu. Yaani sio kwa dabi hii tu. Ndio. Sisi dabi tutataka watu wetu watoke, waamuzi watoke nje na waamuzi wa hapa ndani, na sisi yaani tutaleta migogoro. Tunazo sababu za kutosha. Angalau kila wakati wawe wanapigika tu. Sisi ndio lengo letu. Hatuna lengo la kuacha salama, kwa sababu uwezo wa kuwapiga kila nyakati tunao. Sasa Sefu, naam, kwenye hili swala ambalo limejitokeza kwa maana ya waamuzi kutoka nje wakiongezwa na bwana Amin Mohamed Omar, wengi wao wanasema kwamba hakuna kifungu ama kanuni inayoruhusu kutoa waamuzi kutoka nje kwa ajili ya kuja kuchezesha mchezo wa ligi kuu. Hili labda limekaaje? Hao wanaoji watuambie kanuni gani ipo ambayo inaelekeza kughairisha dabi bila ya kurifaa kanuni yote wala dharura yoyote. Umenielewa? Sahihi kabisa. Kama yanawezekana hayo ni masharti yaliwekwa na watu, basi na hii inawezekana. Alafu tuambie hivi, kanuni sio mpaka ieleze waamuzi watatoka wapi. Kanuni si inawapa mamlaka TFF, wao ndo watateua waamuzi, au kanuni imesema waamuzi watoke wapi? Naam, kanuni inahitaji waamuzi ambao ni wazawa, kwa maana waamuzi wa ndani. Hapana, kuna sheria ikusema wa ndani. Ingekuwa imesema tu wa ndani, TFF wanazo sheria. Unajua kuna watu wana shida moja katika nchi hizi my brother. Yaani wao wanaamini jambo mpaka kanuni liseme. Sasa tufanye katika kitu hiki, tutoe mifano katika sheria, pengine kuna watu watatuelewa. Ukifanya jambo lolote ambalo sheria haikusema, unakuwa na hatia? Hapana. Sasa sio mpaka sheria iseme. Maana yake, kwa mfano, sheria haikusema mbwa asiliwe. Sasa ikatokezea mtu akala, ukamwambia unajua bwana, mbwa pua yake ni najisi, atakuuliza mimi naitoa asili, nitakula nyama za nyuma huku. Ndio. Sheria ipi ambayo imenikataza? Sheria imewapa TFF mamlaka, umenielewa vizuri, ya kuendesha mpira. TFF imepewa mamlaka ya kimaslahi. TFF imepewa mamlaka ya kuvunja. TFF wanao mamlaka mpaka ya kuvunja ligi kaka. Ndio.
Kwa hiyo hizi mamlaka walizopewa haziwaelekezi eti waamuzi watakuwa ni wandani tu, hapana. Iko migogoro ikitokea, TFF wanao mamlaka hata ya kuitoa mechi hapa ikachezwe Misri, wanayo. Kama watu walikuwa hawajui, hii ndani ya mamlaka ya TFF. Sahihi. TFF huwezi kuwapa sharti ambalo halikusemwa kikanuni, hawawezi kulifanya, watakukatalia. Ndio. Yote watakaoyafanya atakuwepo kikanuni. Kwa hiyo kama kuna kanuni zilitumika kama busara, kwa sababu watu wakisikia neno busara wanaamini kwenye kanuni hakuna busara. Sio kweli, watu hawajui. Kwenye kanuni na sheria kuna busara. Kwa mfano, muamuzi anasimamia sheria 17 katika uwanja. Nadhani ukiziangalia katika zile sheria, ukianzia sheria ya 11 kuelekea mbele zote unaona ni faulu zile. Ndio. Ukiacha offside yenyewe kama sheria namba 11. Sasa iko faulu nyingine, anamuona mtu hakuicheza kwa kukusudia. Dhamira alikuwa anakwenda kuucheza mpira. Ana lazima kuweka mpira wa kutenga. Hiyo sio busara. Busara hiyo. Sehemu yoyote ambayo ina sheria na kanuni, sehemu yoyote, busara ni sehemu ya msingi wa kutafsiri sheria na kanuni. Yaani busara kuna muda inasaidia tafsiri ya sheria na kanuni. Lakini bahati mbaya, Maikaka, watu ambao tunazungumza nao, yani kwa maana ya kuwaelekeza, nazungumza wa Mbulula FC. Ndio. Hawana elimu yoyote katika elimu. Nitakwambia mfano, mimi nakutana nao mtaani, ndio hawa ninawakutana nao Tanga na Dar, wanafanana tu. Unakutana na mtu anauliza, "Nasikia mnasema mchezi. Hebu wewe niambie, Simba walichapisha bango kusema wacheze?" Hapana. Kuna t-shirt yoyote ya Simba umekutana nao mtaani nasema tucheze ng'o? Hapana. Sasa walosema wacheze ni nani? Ni watani zenu. Yanga. Ndio. Leo wanawauliza Simba mchezi, hivi watu wana ubongo huko sawa kweli? Yaani jambo mlolilalamikia nyinyi, si hatukuwa na habari nalo, si tulizipa mamlaka bodi za ligi tukaruhusu yafanywe. Sisi hatuna mashauri brother, sisi tuna watu wamekamilika. Umeelewa vizuri? Si ukiwa na tabia za watu walio left group, nimetumia lugha kubwa shaka nieleweke. Ndio. Sisi ufanani na sisi, utaondoka tu. Kwa sababu sio itikadi zetu, sio hulukia zetu. Sisi tuna kawaida ya kufanya mijadala, tuna kawaida ya kukaa chini tukazungumza. Hivi uone shekhe, mashabiki yao imefikia wakati situombe mashabiki wasiwe na jazba kiasi hicho. Lakini imefikia wakati mashabiki wamesimama wakasema, jamani hii dabi yetu, hii mechi yetu ndio ya mwisho na tumeridhika hapa tulipo. Simba tusipocheza mechi hapa wala tusipocheza dabi, Yanga si bingwa. Ndio. Umewasikia Simba wanaguna juu ya Yanga kuwa bingwa? Hapana. Hatuko hivyo, tuko na misimamo. Sasa kuna muda na mimi nawashauri tuchezeni, kwa sababu aliyetuomba kuna wakati na sisi tutamuomba. Mimi ndo nilipo, kuna siku nilikwambia sitaki niseme maneno mengi, lakini ndio aliyetuomba kuna muda na sisi tutafanyaje? Tutamuomba, basi tutumikie alichotuomba. Ni muda wa masaa tu mawili. Tukimaliza na sisi tutamrudia, tutamwambia bana, mama yetu mpendwa, mama yetu mzazi, shabiki namba 1 wa vilabu vyote, uwekezaji wetu unasimamishwa na hawa Yanga ambao nao kwenye madaraka wana roho mbaya. Nguvu ile ile uliotumia kutulazimisha tucheze, nguvu hiyo itumie uwekezaji wetu. Umeona ilivyo vizuri? Ndio. Kuna muda tuwe watiifu. Mimi ndio ushauri wangu, kwa sababu ligi yetu haitoishia hapo tu, ligi yetu itaendelea. Hii hata umpe ubingwa Yanga, umtafutie na mwakani wampe Simba, itakuwepo. Simba itaendelea kuwa timu ya kimataifa, itaendelea kuwa bora kimataifa, kwa sababu yenyewe imejibrandi huko zaidi. Tumewaacha wa shilingi 10, katika shilingi 10 sisi tulilie 100 kwa sababu tumejiweka kuwa wa 100. Sasa. Kwa hiyo huo ndo mimi muono wangu, na nishauri niombe kutoka kwa viongozi wangu wapenzi, viongozi wangu wapendwa, wako imara sana. Sisi tumeipenda Simba, so kwa kulazimishwa, tumependa kwa hiari. Tukipeleka timu wako watakaonuna, lakini kuna muda watafurahi. Sababu Simba ni klabu yao. Ndiyo. Na wao viongozi hawawezi kuridhisha watu wote, hawawezi. Wapeleke timu uwanjani, tukamalize mechi. Naamini tunashinda, na tukiwa mabingwa watashangilia hata ambao hawakutaka sisi twende. Na kuchukua ubingwa chini ya Yanga ni jambo rahisi sana. Sawa, basi mimi nikushukuru sana Sefu. Ama kuna cha ziada bado? Hapana, mimi cha ziada ni wasio na Simba tuwe wasikivu katika eneo hili. Yaani haya ni maeneo ambayo tunatakiwa tusikilizane kweli kweli. Sahihi.
wale wahamasishaji wa Simba, wale watu turudini nyuma, tupe heshima mpira, tusiwe kama Mbulula. Si Mungu ametujalia sana. Mimi muono wangu ni huo, ni watake hivyo, na ni wasi ubaguzi ndo msingi. Beba maji yako ya masafi mkononi, kunywa moyo yako kola. Kuna mafuta sijui yale ya moyo sijui yanaitwaje sijui ndo ya kula yale, ukifika uliza tu utapata mradi kuifanya Simba yetu kuwa imara. Uwepo wa Mohamed ndo unaona madudu yanaonekana, basi na uwepo wake yataisha haya bwana. Nikutakia jioni njema sasa. Amina. Haya, wasalimie Tanga. Haya, asante.